Tumsifu Yesu Kristo. Bado ya sauti na watoto sisikia mnalala mapema. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei mwaka mtakatifu 2025. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Maria Koni 2025. Mama wa matumaini. Mama wa wote. Mama wa wote. Waheshimiwa na viongozi wa Kristo wa Radio Maria taifa, lakini pia katika jimbo letu, wapendwa kamati tendaji ambao wa parokia yetu ya Kristo Mfalme, wanakwaya, watoto wetu wapendwa, bila kuwasahau masista wetu ambao wamejumuika nasi katika ibada hii ya uzinduzi rasmi wa Maria 2025, mafrateli wetu, ndugu jamaa na marafiki, lakini Wakristo wote, waamini wa Kristo Mfalme na Wakristo kutoka parokia mbalimbali. Napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna pekee kwamba ametuwezesha siku ya leo tumekuwa hivi tulivyo, na katika matukio mengi, na hasa katika Dominika hii ya huruma ya Mungu ambapo tunafanya uzinduzi wa Maria 2025, lakini pia kanisa leo kwa Iringa wanamsimika na simikwa baba askofu mpya wa jimbo la Iringa. Hizo zote ni baraka tu ambazo zinaendelea katika mama kanisa. Napenda kuchukua nafasi kwa pamoja kwa maombezi lakini ulinzi wa Bikira Maria ambaye amekuwa nasi, na kwa namna pekee katika radio au kituo hicho cha Radio Maria Tanzania ambayo kimekuwa ni chombo cha uendeshaji katika ulimwengu mzima. Naomba tumrudishie Mungu sifa na shukrani kwa ajili ya hayo yote siku ya leo. Napenda katika mambo haya tutakuwa mambo mengi kidogo, ni tafakari mambo machache kabisa. Mambo machache kabisa. La kwanza nijikite katika Dominika hii ya leo ambayo imewekwa kama Dominika ya huruma ya Mungu, Dominika nyeupe. Tunapo mtazama Mungu ni wa huruma, na sisi pia kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, nasi pia tunapaswa kuiga hizo fadhila kubwa za Mungu ambazo ametushirikisha kwa kuumbwa sura na mfano wake. Na katika hilo kila mmoja jitazame katika mazingira yako unayoishi, iwe ni katika familia, iwe ni katika jumuiya, iwe ni mahali pale unapofanya kazi au unapojitafutia riziki yako ya siku. Je, una uwezo wa kuwa na huruma kwa binadamu wenzako? Kwa sababu ni katika huruma hiyo ndipo maneno ya Kristo yanapoingia, amani iwe kwenu. Amani haiwezi kuingia pasipokuwa na huruma. Msifu Yesu Kristo. Ona mwalika kila mmoja ajitazame kwenye familia yako. Wewe mama ulioko hapa, unamwonea huruma mume wako? Baba ulioko hapa, unamwonea huruma mke wako? Katika nafasi ya familia, watoto mlioko hapa, mnawaonea huruma wazazi wenu? Hali kadhalika vijana, nasi wazazi bila shaka tunawapenda na kuonea sana huruma watoto wetu, na ndio maana tunawajitoa na kujitosa katika malezi na mahitaji muhimu. Lakini mimi na mwenzangu katika mazingira tunayowajibika katika kazi, katika shughuli mbalimbali, katika jumuiya, je, una uwezo wa kuwa na huruma
Msifu Yesu Kristo. Ni katika huruma ndipo amani inajikita. Na ni katika huruma, huruma haiji hivi. Huruma inahitaji sadaka. Inahitaji sadaka nzito sana. Inahitaji majitoleo makubwa sana. Wapendwa wanafamilia, wanandoa mlioko hapa na wazazi, hebu tujitazame na tufanye tathmini katika maisha yetu. Kama pale nyumbani, kama unashindwa kumwonea mwenzi wako wa ndoa au ndugu yako huruma, ujue unakosa fadhila hizi muhimu sana za kibinadamu na za Ukristo. Hebu nenda ukajitazame na uone kwamba matendo unayoyatenda, yote unayoyatenda, yanampa amani jirani yako na ndugu yako na binadamu wenzako. Baadhi yetu wachache tunashindwa kuwa na huruma kwa wenzetu. Ukiona katika nafasi yako wewe kama baba, kama mama wa familia, baba wa familia, unamsababishia mwenzako maumivu kila siku, ujue kabisa unaishi kwa ukatili. Na hakuna hata binadamu hata mmoja ambaye atasema hahitaji huruma ya Mungu au huruma ya binadamu wenzake. Hakuna hata binadamu mmoja anaweza kusema anajitosheleza katika maisha yake. Kwa hiyo ujiangalie na utazame. Inawezekana kwenye maisha ya familia ulionayo unamtesa mume wako kwa maisha yako, kwa ukorofi wako, au unamtesa mke wako kwa maisha yako ya ovyo, au mateso unayomsababishia, maumivu unayompa katika moyo wake, msongo wa mawazo unayomsababishia. Mimi kama padri na Yesu na padri mwenzangu, je, ninaweza kupokea maumivu? Naweza kubadilisha maumivu ya padri mwenzangu, sister mwenzangu, mwanandoa mwenzangu, mwanafamilia mwenzangu, na kubadilisha maumivu yake na machozi yake yakawa furaha? Leo Kristo anatukumbusha huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu inasambaa kwetu sote. Hauwezi kusema mimi kwamba naenda kumwomba Mungu huruma, unakuja unaungama, unatubu kweli, lakini huna chembe za huruma kwa binadamu wenzako. Hiyo ni kazi bure bado. Wako baadhi ya wachache, naamini sio wengi, nao tupate mabadiliko leo. Inawezekana uko hapa lakini mwanafamilia mwenzako unamfahamu. Ni ukatili unaendelea katika familia. Ukatili unaendelea katika watoto. Ukatili unaendelea katika wanajumuiya. Ukatili unaendelea katika mfanyakazi mwenzako. Mwambie jirani yako uwe na huruma. Wako baadhi ya watu wanaweza kufikiri kwamba wanamkomoa mtu. Kwenye maofisi yetu, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye jumuiya, kwenye taasisi, wako baadhi ya watu wanaishi kwa makusudi, wanatamani kutesa mtu. Kuna sababu ya kutesa binadamu wenzako. Huyo ni mfanyakazi mwenzako, ni mwanajumuiya mwenzako, ni Mkristo mwenzako, hata kama ni wa imani nyingine. Azno kwamba ni binadamu, muonee huruma. Na naomba niseme jambo hili. Inawezekana kwa fikra zetu za kipumbavu ukafikiri kwamba ninapomtesa fulani, mama fulani, baba fulani, mtoto fulani, kaka fulani, kijana fulani, ukafikiri maumivu yanaishia hapa. Kwa mfano, ukimsababishia mtu, ukamletea mtu mizengwe, fitina huko kwenye makazi yetu, kwenye biashara, kwenye shughuli zetu, kwenye taasisi, kwenye ajira, ukamsababishia mfanyakazi mwenzako akafukuzwa kazi kwa sababu ya maneno yako mabaya, kwa sababu ya uchochezi wako, kwa sababu ya ukatili wako, ujue kabisa si yeye tu anayelia, bali hata wale wanaomtegemea walioko nyuma yake. Kama walikuwa wanakula chakula cha asubuhi, mchana na jioni, huyu ule msababishia kufukuzwa kazi hana kipato tena, familia ile itakuwa inakula mlo mmoja au asile kabisa.
tujiangalie na tujitazame katika maumivu tunayosababishia sehemu kubwa ya mlolongo wa familia na kizazi. Inawezekana hata leo ukafanya mambo ya ajabu katika familia yako, ukafikiri ni sawa tu, ukajiona kama ni wewe, lakini ujue kuna kizazi na vizazi vinavyoathirika nyuma yako, bila ambavyo vinakutegemea wewe kama baba, kama mama, kama padri, kama mtawa, kama kijana na kama mtoto. Na hata nyinyi wanangu mlioko hapa, watoto marafiki wa Yesu. Kwa hiyo na nyinyi pia wanangu, sasa lazima mjifunze kwamba baba yako, mama yako, bibi yako, walezi wako wamekusaidia, wanakupeleka shule, wanakufundisha maadili mema, wewe unakataa. Ujue kabisa kwamba huna huruma kwa wazazi wako. Umeelewa watoto eh? Naelewa? Yaani kwamba lazima usikilize wazazi wako, lazima uwapende, lazima uwaonee huruma. Wanahangaika asubuhi na mchana ili wewe upate chakula, upate mavazi, upate furaha, usome vizuri, ulale pazuri, kwa sababu wazazi wako wanahangaika na walezi wako wanahangaika. Sasa wewe unakuwa kuuza tu na kufanya hivi, usomi, uwajibiki vizuri, usaidia hata kazi, unajaa matusi kama mtoto mdogo, unajaa matusi mdomoni. Hapana. Sasa lazima ujifunze kuonea wazazi wako nini? Huruma. Sema kuanzia leo, watoto wote mnisikilize. Sema kuanzia leo. Bado sauti haijatosha hiyo. Sema kuanzia leo. Nitakuwa na huruma kwa wazazi wangu, walezi wangu, walimu wangu. Mungu nisaidie. Kufanya hivyo mtakuwa watoto wazuri. Wapendwa, pamoja na hayo ambayo tunaiona hiyo huruma ya Mungu katika Dominika hii, lakini naomba nizungumze pia kidogo juu ya sifa na heshima ya Bikira Maria katika kuonea huruma ulimwengu, na hata akajitoa kwa maombezi yake, na hata akapokea hiyo sadaka, akapokea makubwa ya Mungu aliyopewa ya kumtuza na kumzaa Bwana wetu Yesu Kristo, na hatimaye ulimwengu umeweza kupata ukombozi na wokovu. Nami leo naomba tuangalie fadhila chache za Bikira Maria ili tuweze kuziangalia sisi sote kwa namna ambavyo tunaweza kumwiga mama huyu. Katika hizo fadhila tunaangalia pia kwa nini alijaliwa fadhila hizo, kwa sababu kuna dogma ambazo kanisa limeliweka. Haya mafunuo ya Mungu kwa binadamu ambao tunayapata kama kanisa ametuelekeza. Ziko dogma kadhaa au mafundisho makuu ya kanisa, na mimi leo naomba niseme matatu tu kwa ufupi. La kwanza kabisa ni kwamba mama Bikira Maria alikingiwa dhambi ya asili. Ya kwanza, mama Bikira Maria yeye alikingiwa dhambi ya asili. Naomba unifuate vizuri hapa. Kuna mambo mawili hapa. Kuna kukingiwa dhambi ya asili na kuna kuzaliwa bila dhambi ya asili. Waamini mnanielewa eh? Mwachanganye kidogo. Angalia tofauti ya Bikira Maria na binadamu wengine. Bikira Maria alikingiwa, yani hata kuonja, yani hata kunusa hiyo dhambi ya asili. Yeye alikingiwa dhambi ya asili. Tofauti na Yohane Mbatizaji. Yohane Mbatizaji yeye alizaliwa bila dhambi ya asili. Msifu Yesu Kristo. Bikira Maria amekingiwa, kwa hiyo mpaka anazaliwa hakuwa na dhambi ya asili, kwa sababu Mungu alishamwandaa Bikira Maria kuwa mama wa Mungu, na dhambi na Mungu ni vitu vile ambavyo vinatofautiana. Isingewezekana Bikira Maria azaliwe au asikingiwe dhambi ya asili na awekewe katika kutuko kwake
dhambi au madhaifu ya kibinadamu ya wazazi wetu wa kwanza. Hilo jambo lazima tulione tofauti. Na hapa ndipo Mama Bikira Maria anapokuwa na tofauti na binadamu wengine wowote. Nataka unielewe vizuri ili hata unaposimama mbele za watu wakakwambia kwa nini mheshimu Mama Bikira Maria, uweze kuwa na msimamo na kuelewa kwa nini na mheshimu Mama Bikira Maria. Kwa sababu hakufanana na binadamu mwingine yoyote. Sasa la pili ni kwamba huyu mama yeye alipozaliwa alizaliwa bikira na akamzaa Kristo Mungu, akabaki kuwa bikira. Halo, tumsifu Yesu Kristo. Sasa ubikira wake uko wapi hapa? Hebu nisikilize vizuri. Ubikira wa mama Bikira Maria sio ubikira tu wa mwili, hata ubikira wa roho. Mwambie jirani yako ubikira wa roho. Maana yake ni kwamba kwa upande wa Bikira Maria, kama alivyokuwa Yesu, aliishi sawa na sisi lakini hakutenda dhambi. Ndipo hapo bikira wa mama anapokuja kiroho. Yaani Mama Bikira Maria tangu alipokuja duniani, tangu kutoka mimba yake anakuja duniani, yeye alikuwa yuko vizuri, ni bikira kamili kimaadili, kiroho na kimwili. Kimaadili, kiroho na kimwili. Yaani katika mdomo wake, katika fikira zake, katika moyo wake hakuwahi kuwaza mabaya. Msifu Yesu Kristo. Hapa ndo tunapoona tofauti ya Bikira Maria na watu wengine. Yaani hata alipokuwa mtoto, hao watoto wangu hapa inawezekana wakawa wanajua hata matusi, wanawaza mambo ya matusi, wanawaza hivi. Je, Bikira Maria kuwa nayo katika utoto wake, katika udogo wake? Naelewa kidogo ubikira wa Roho Mtakatifu. Maana yake kwa ubikira wa roho, yaani ubikira wa roho, wa nafsi, ni kwamba hakuweza wala hakuwahi kuwaza machafu, hakuwahi kuwaza mabaya, hakuwahi kuwaza ubaya. Daima amekuwa bikira, amekuwa piwa, amekuwa safi katika roho yake, kama alivyokuwa bikira katika mwili. Na wengi wetu sisi tunafikiri tu tunamwona Bikira Maria tunamchukia sawa na sisi, kwamba ni sawa sana mabinti wengine kawaida tu, kwamba kwa sababu mabinti inawezekana kuna binti ambaye mpaka sasa ni Bikira Maria, lakini ndani ya nafsi yake ni bikira kiroho. Inawezekana ukawa ni bikira katika mwili lakini sio bikira kiroho. Halo, msifu Yesu Kristo. Unawezekana ukawa ni bikira kimwili lakini ndani ya nafsi yako na moyo wako ni mtu wa matusi, ni mtu wa ubaya, ni mtu wa dhambi. Huwezi kuwa bikira kiroho. Tofauti na Mama Bikira Maria, hayo yote aliweka pembeni. Lakini la tatu, Mama Bikira Maria alibalizwa mwili, mwili na roho. Kwa sababu ya haya ndio yasema, yeye alikuwa ni bikira mwili lakini alikuwa ni bikira pia roho. Lakini zaidi kwa sababu alimzaa Mungu, alimzaa Kristo, isingewezekana mwili wake kuoza hapa duniani kwa sababu kuna chembe hai za Kristo. Halo, msifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wale ambao sisi tunakutana na watu, mimi naenda ni mabushi loya tu huko mtaani, nakwambia kwamba mnamheshimu Bikira Maria, wanamwambia ndio mimi namheshimu Bikira Maria kwa sababu ni mwanamke wa pekee duniani. Hakuna mwanamke hapa duniani ambaye ameishi bikira wa roho na mwili. Lakini hakuna mwanamke ambaye amezaa mtoto akazaa kabaki na ubikira wake hivyo hivyo. Amna. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jambo hapa ambalo unawezekana mtu akasema mimi nimejitunza nafanana na Bikira Maria kwa sababu mpaka sasa na miaka 30 nimebaki na ubikira wangu, lakini una ubikira wa roho. Wewe ni msafi wa roho. Ndani nafsi yako inawezekana ni mwizi, muongo, msengenyaji, una madhambi lukuki. Huwezi kuwa kama Bikira Maria kwa sababu yeye alikuwa ni bikira kimwili na kiroho. Msifu Yesu Kristo. Sasa hizi fadhila ambazo napenda leo tuziige. Fadhila za Bikira Maria ziko nyingi lakini chache. Ya kwanza kabisa ni fadhila ya imani. Fadhila ya imani
viongozi wetu wa imani. Wale wote na ambao niwaambie kwa hakika, wale wote mtakaokuwa na imani kama Bikira Maria mtapata mengi. Lakini na wale ambao hawatakuwa na imani kama Bikira Maria watakosa mengi. Tumsifu Yesu Kristo. La pili, mimi naomba niwaalike hata katika chombo chetu cha Radio Maria Tanzania, redio yetu na televisheni na vingine vyote, hiyo roho ya imani. Na ndio maana hata hapo hapa siku ya leo chombo hichi cha Radio Maria hakina mtaji. Wao wanaenda tu hivyo, leo watawaambia wenye mapenzi mema, haya sawa, hivyo tu. Sisi na hata Radio Maria haifanani na radio nyingine zote, asifanani kabisa. Hizo nyingine zote hizo ni biashara. Radio Maria sio biashara. Radio Maria kwa ajili ya uinjilishaji, kwa ajili ya kuleta Kristo, sauti ya Kristo ndani ya familia zetu. Kristo aweze kupendeza na kusikika katika maeneo yote. Ndio maana leo unaweza kushangaa inakuaje. Hata leo tumeitwa hapa tuna katika uzinduzi huu. Tunaanza kuona hiyo namna gani ambapo Mama Bikira Maria kwa nguvu zake na kwa mapendo yake anamgusa kila mmoja kwa namna yake, aweze kumsaidia Mama Maria akatambulike, Bwana Yesu Kristo akatambulike katika ulimwengu. Lakini la pili, fadhila ya unyenyekevu. Hili linarejea katika familia zetu na maisha yetu tuliige. Kuna watu ambao Mungu akiwanyanyua mtu kidogo wanakosa unyenyekevu. Na wengine tumewaacha kwenye familia zetu. Tumewaambia twende kanisani, hawaji tena kwa sababu tu Mungu amebariki, amepata chochote kitu. Kwa sababu tu ana uwezo sahihi wa kujimiliki, wa kuendesha gari nzuri, analala pazuri, ameshabadilisha mpaka kinywaji. Alikuwa anakunywa bege au sini nini vinywaji vya shilingi 1,500, alikuwa anakunywa hivyo. Sasa hivi anakunywa Hennessy, anakunywa vinywaji vya juu vya gharama. Kwa hiyo anaona vitu vingine vyote vitakataka. Unyenyekevu katika nafasi zote. Mungu anapokuinua anataka uendelee kuwa mnyenyekevu zaidi na zaidi. Wapo hata katika familia zetu, wapo hapa wengine pia Wakristo wenzetu. Yaani wakati maisha yakiwa magumu hivi, yaani wanapendana kweli, hapa mtu anapendana na mke wako na mume wako vizuri. Lakini unataka shangaa Mungu amewabariki, ukakosa unyenyekevu, ile furaha na mapendo yanaondoka. Mungu akanyanyua ndio anafika mahali, ni mama Mungu amekunyanyua, ni mama Mungu amekunyanyua vizuri, ni baba Mungu amekunyanyua vizuri. Uone tena umuhimu wa mume wako na mke wako. Unasema tuachane. Kwa sababu Mungu amekunyanyua, lakini umekosa unyenyekevu. Tuwapate unyenyekevu wa Bikira Maria. Watoto hapa tuko hapa, Mungu amewajalia, wazazi wetu wamehangaika na nyinyi. Mungu amekunyanyua leo uko hapa mjini, uko kwenye sehemu nzuri. Lakini mara baada ya kufanikiwa, unaweza kuona tena wazazi wako si kitu. Hata inawezekana kuna mtu aliyekusaidia leo kunyanyua mkono akaweka mahali ulipo, leo tunamwona si kitu kwa sababu umekosa unyenyekevu. Kuna watu katika maisha yetu tulishikwa tukanyanyuliwa tukawekwa hapo tulipo. Wako ndugu zetu waliotusaidia tukasoma, wako ndugu zetu waliotusaidia tukafanya biashara, tukatoka tulipokuwa katika maisha duni, maisha maskini. Leo hii tumenyanyuka na Mungu ametunyanyua, tumewasahau wale waliotunyanyua. Na hata ukipigwa simu yako unaitazama hivi unaiweka chini. Na hata ukikwambia kuandikia message unaonesha zote ndio unamuona huyo msumbufu. Lakini umesahau huyo msumbufu kuna wakati alikufaa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mama Bikira Maria leo anatufundisha hilo la unyenyekevu. Hata katika mambo magumu. Angalia safari ya Mama Bikira Maria tangu na kuzaa Yesu. Anaendelea na mahangaiko lakini hakuwahi
Tumsifu Yesu Kristo. Itaonekana kama majivuno, lakini mseme, jamani, nilimchangia milioni 1 mtoto wa fulani ameenda shule. Hii hapo slip. Binadamu ana tabia za kusahau. Mimi nawaambia leo, binadamu ana tabia za kusahau. Itapita miaka kadhaa, watafanikiwa. Wakati huo utakuwa unahitaji matibabu wako kusaidia kushike mkono. Atasema huyo alitulingia. Ana majivuno. Alitutesa sana wakati alikuwa na pesa zake. Kwa hiyo ukitoa msaada wewe Mungu. Na hasa kwa Mungu. Wenye masikio ya kusikia, Msifu Yesu Kristo. Na kama wewe hujawahi kusaidiwa na ndugu, mshukuru Mungu. Sisi wengine tumesaidiwa na ndugu. Yaani tulikuwa hivi tulipo na ndugu na watu wengine wa nje, hata tusio ndugu zetu, marafiki, wakasaidia tukawa tulivu. Tunajitahidi kukumbuka kwamba tumekuwa tulivu kwa sababu kuna watu walitusaidia. Turudi katika unyenyekevu. Hata katika maisha yetu tunajikana leo, uko jinsi ulivyo, mtoto, mama, baba, kwa sababu mume wako alikusaidia, kwa sababu mke wako alikusaidia, kwa sababu watoto wako alikusaidia, kwa sababu wazazi wako alikusaidia. Usisahau. Usisahau kule mtu. Halo. Lakini la tatu ni utii. Utii. Maana Bikira Maria alionyesha utii kwa Mungu. Kwa sababu sisi wote ni waasi. Lakini tulipobatizwa, uasi wetu unaondoka, tunakuwa wana wa Mungu. Lakini zaidi tunapokimbilia kitu cha huruma ya Mungu, sakramenti ya kitubio, tunarudishwa ile huruma ya Mungu tena. Tunarudishwa neema ya utakaso tena. Hebu tuwe watii. Tuwe watii. Hata pale tunapotumwa, hata unapoenda umeelekezwa wewe kama popote, iwe ni kazini, iwe ni familia imekutuma, iwe si ni wapi imekutuma, wewe kuwa mtii tu. Utii ni fadhila kubwa sana. Unapotuma enda kafanya mambo yako, usiende kufanya mambo yako, kafanya yale mambo ambayo umetuma. Kafanya yale ambayo umetuma. Na mimi nawapongeza sana Radio Maria, wawakilishi wake na wafanyakazi. Daima wamekuwa wakipita katika mambo magumu katika kuinjilisha. Muendelee kubariki na muendelee kuwa na moyo wa kutumwa na kwenda kuwakilisha kile ambacho umetumwa. Fadhila ya utii. Kwenda kuingiza katika mazingira magumu, lakini Mungu anaendelea kubariki na hata redio inaendelea kukua siku hadi siku. Kwa sababu kama Bikira Maria asingekuwa mtii, asingekuwa mama wa Mungu. Hilo ni moja. Na sisi tunapowajibishwa katika tunapopewa mambo fulani, maelekezo na mwongozo fulani, tunapokuwa watii, ndipo baraka zinapomiminika za Mwenyezi Mungu. Lakini naomba nimalizie kwa fadhila hii ya mwisho ya upendo, ambao leo tunaambatisha inakuja katika huruma ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, ile sura 4 aya ya 8 na 16 inazungumza kwa namna gani tunapaswa kumpenda Mwenyezi Mungu. Na mimi leo naomba nikuulize tu, uingie katika nafsi yako ujiulize, je, hivi upendo wako kwa Mungu kwa kiasi gani? Yaani unampenda Mungu kwa kiasi gani? Lakini unampenda Mama Bikira Maria kwa kiasi gani? Una viwango gani unampenda Mama Bikira Maria wewe kama wewe? Lakini pia na kama unampenda Mungu au Bikira Maria. Bikira Maria unampenda Mungu na Bikira Maria. Yaani katika Mungu maana yake ni kuzungumza katika Utatu Mtakatifu. Huwezi kuona gharama. Kama uko unampenda Mungu, huwezi kuona gharama ya mapendo kwa Mungu. Na hata leo tunapoalikwa hapa, ngeto tulikuwa wengine walikuwa baasha shukuru kwa ajili ya kuisaidia Radio Maria. Kama unaipenda Mama Maria, unaipenda Radio Maria, utaona gharama. Utajitoa kwa moyo kama unasema chochote nilichonacho hichi Mungu abariki. Akabariki hiyo kazi njema. Kama unampenda Mungu utaacha kutoa zaka. Kama unampenda Mungu utaacha kutoa sadaka ya heshima. Kama una hizo gharama zote, kama unampenda Mungu kama unampenda Mungu ambao watu hapa, unaona mlipoacha nyinyi waumini, umeacha kazi zenu, umeacha mapumziko, umeacha kusema nataka niende kasani. Hiyo ni ishara moja
kuacha mambo mengine au kuacha na starehe nyingine ukasema naenda kuhubiri manisani moja na nusu, naenda kukaa na Mungu na Yesu. Hiyo tukusema hivyo ni mapendo kwa Mungu. Hata wale ambao wanatenga muda wao lisali moja masaa mawili wanakuja kukaa na Yesu Ekaristi hapo. Yaani naomba niwaambie, huo muda unaotenga usiku unapoteza. Muda unaotenga ukaja kasali ibada ya misa takatifu ukapokea Yesu Ekaristi. Huo muda wa sala unaotengeneza ni heshima kubwa sana. Mungu aendelee kutubariki na wale ambao wanajitahidi katika kumpenda Mwenyezi Mungu. Lakini kumalizia kwamba hata bajeti yako ipange bajeti na Mungu. Panga bajeti yako na Mungu. Panga bajeti yako na Mungu. Na Mungu atakunyanyua. Tunawatakia sherehe njema ya huruma ya Mungu. Lakini uzinduzi mwema wa Maria 2025. Tunaomba Mwenyezi Mungu na kuombeza Bikira Maria aendelee kuwa nasi kwa maombezi yake, ili basi chombo chetu cha uinjilishaji duniani kote, Mama Bikira Maria aendelee kutangazwa, aendelee kusimama imara kama mama Mungu. Nasi wa Kristo wa Katoliki tujivunie huyu mama ambaye amekuwa ni mama yetu, amekuwa ni mama wa wote. Tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia heri sana.